kazi. Ndugu wananchi, mmesikia taarifa tuliopewa hapa na mimi nimejionea hapa. Namuomba mkandarasi yuko wapi asiondoke. Naomba mpe mic. Mpeni mic, mpeni mic. Niko hapa mheshimiwa. Kazi na utu. Nimesikia taarifa nzuri iliyotolewa na TARURA. Sawa mheshimiwa. Sisi hapa katika wilaya yetu, Ndio mheshimiwa. nyinyi wananchi mnafahamu, wilaya yetu ni wilaya yenye mabonde mengi. Inahitaji miundombinu ya uhakika, madaraja pamoja na barabara. Tumepoteza ndugu zetu wengi sana kutokana na kutokuwa na miundombinu ya uhakika. Nataka unihakikishie kauli uliyoitoa hapo ya kwamba kufika mwezi wa 5 eti daraja hili litakuwa limekamilika. Ninaomba utoe uhakika huo kwa mara nyingine. Mheshimiwa, tunaahidi Mungu tusaidie, tutatoboa bila wasiwasi, hatutakuangusha. Narudia tena. Sikilieni kwanza. Ninamuuliza tena. Nataka nijue wananchi wangu wa kata ya Kinyangiri kwamba kufika mwezi wa 5 daraja hili litakuwa linapitika. Tuna imani litapitika mheshimiwa, Mungu atatusaidia. Nakuuliza mara ya 3 kwa mara ya mwisho. Nakuuliza kwa mara ya 3. Sikilieni kwa mara ya mwisho. Na mimi sina wasiwasi na wewe. Na wala sina wasiwasi na TARURA. Na mna meneja mzuri sana TARURA. Kufika mwezi wa 5 daraja hili litakamilika. Tuna hakika Mungu atatusaidia, litakamilika mheshimiwa. Basi Mwenyezi Mungu akubariki sana. Nataka niwaambie kwa sababu mimi ni mbunge wenu na kwa nafasi mlioniamini kwa nayo, nataka niwaambie nitasimama bega kwa bega, kichwa kwa kichwa mpaka daraja hili likamilike. Kwa jina mimi naitwa ndugu Julius Simon Kitundu. Tumepata adha nyingi sana, tumepoteza watu wengi, na zaidi ya yote hasara nyingi sana zimetokea hasa kwa wananchi kupoteza maisha kwa ajili ya mto huu. Jina naitwa Hamisi Mkoma Joa aka Konde Boy, ni mzao wa kijiji cha Lelembo. Hakika mimi nasema kwamba namshukuru Mungu kwenye hili daraja ambalo linaenda kukamilika sio muda mrefu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Itatusaidia kutuunganisha kati ya kijiji cha Lelembo na kata ya Kinyangiri, hasa katika masuala ya kuvusha mazao yetu kipindi cha mauzo. Adha gani mlikuwa mnaipata? Adha tulikuwa tunaipata kubwa sana, hasa masika kama haya. Wanafunzi walikuwa wanabeba maji mengi, kwa hiyo asilimia kubwa tumepoteza watoto wengi kulingana na huu mto.